misingi yote ya kufanya kazi ya Mungu tangu nikiwa mdogo, wala sikulelewa katika msingi wa Ukristo wa mtu kuweza kuja kuwa ni mchungaji. Umeona? Mpaka mimi nakuwa mtu mzima, mpaka mimi naokoka, sikuwa katika msingi wowote. Umeona sasa? Wala mimi sikuokoka muda mrefu, mimi nimeokoka 2010. Lakini neema ya Mungu ilinipeleka moja kwa moja kama alivyopeleka Gideoni kutoka kwenye kuwa ni mkulima tena muoga anayejificha kule kwenye sinikizo kule. Umeona? Mpaka kuwa ni kiongozi wa taifa la Israeli. Nasema hivyo takatifu wa Bwana. Katika uchungaji wangu mimi mpaka nafikia kuwa ni bishop. Sikuwa mchungaji kwa sababu nilikuwa na uwezo. I was not anointed because maybe I had something great in my life. Of course it is amazing. Even to me it is amazing. I am not bishop of what I am owning. It is by the mercy and the grace of our Lord Jesus Christ. Ni kwa neema ya Mungu, kwa sababu kuna wakati mwingine mambo mengine anafanyia kwenye maisha yako mpaka wewe mwenyewe unasema ya kuwa je, ni ndoto ya mchana, ni ndoto ya usiku? Maana mimi kwanza nilikuwa nilikuwa ni mbishi kweli kweli. Nilikuwa sikubali habari za Mungu mimi. Lakini ilikuwaje Mungu akanichagua mimi ambayo nilikuwa si chochote si lolote? Mungu hufanya kazi na mambo manyonge. Mungu afanye kazi na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Mungu afanye kazi na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Mungu afanye kazi na familia yako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu afanye kazi na ukoo wako kwa jina la Yesu. Yawezekana familia yako kwenye ukoo wako ndio familia ambayo ni duni kabisa. Yawezekana kabisa kuwa familia yako ndio duni katika kijiji chenu, ni duni katika ukoo wako, ni duni katika kabila lako. Lakini mimi nasema hivi, ni jinsi ambayo familia ya Yoashi ilikuwa ndio familia duni katika kabila la Manase. Ndio maana mambo kama hayo ukiongea hata shetani mwenyewe anakasirika. Maana unafungua watu macho, unafungua watu macho. Maana watu wa Mungu, acha nikwambie, mimi nakuona Mungu anakwenda kukutumia kupitiliza. Amen. Kwa sababu kama mimi alinichagua, wewe uko zaidi yangu. Wewe umeoka huko zaidi yangu. Nasema hivi, hebu tujinyenyekeshe kwa kumtii Bwana, kusoma Biblia, kuishi maisha matakatifu. Kinachobaki mwachie Bwana. Ndio maana nasema hivi, mimi kuna wakati mwingine nikikaa na kila sababu ya kumshukuru Bwana, maana sikuwa na kitu kikubwa mpaka mimi nichaguliwe kuwa ni bishop. Mimi sio bishop ambayo eti ana makanisa mengi alafu anajipachika yeye ni bishop. No, I am anointed bishop. Mimi ni bishop aliyemiminiwa mafuta kichwani mwake. Mimi ni bishop aliyekuwa anointed. Nasema hivi, kama mimi Mungu aliweza kunifanya niwe bishop, wewe je? Mungu akufanye uwe ni askofu mkuu kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akufanye uwe archbishop kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akufanye uwe mkuu kwa jina la Yesu. Amen. Huu ni wakati wa kila mtu kuwa mkuu, kwa sababu kumbe shetani alijua kabisa ya kuwa Mungu atakutumia. Ndio maana shetani amekuwa akileta figisu. Shetani amekuwa akijaribu kufanya kila wezalo ili afanye maisha yako yawe chini. Nasema hivyo takatifu wa Bwana, hali yako uliye nayo haina maana mwezi ujao utakuwa wewe ni mtupu. Hali uliyekuwa nayo haina maana mwaka ujao utakuwa jinsi ulivyo. Mimi nasema hali uliye nayo, ili mradi unamtii Mungu, unampenda Mungu, maana yeye anapenda wale wampendao na umtafutao kwa bidii, maana hao ndio atakayemwona. Nasema kabisa kuwa mimi sikuoni kama unavyojiona. Mimi nakuona kama shujaa wa Bwana. Mimi nakuona kama mbeba injili wa Bwana.
Mimi nakuona kama mkuu wa wakuu. Jinsi ambayo Gideoni akajiona kama mnyonge, Gideoni akajiona kama mtu asiyojiweza, lakini Bwana, malaika uso wa Bwana akamuona kama shujaa. Malaika uso wa Bwana akuone kwenye asili yao kwa jina la Yesu. Hebu twende kwa jina la Yesu. Bwana akamwambia Gideoni, hata sasa watu hawa ni wengi mno, walete chini majini nami nitawajaribu kwa ajili yako. Kisha itakuwa kwamba yule nitakayekuambia huyu atakwenda pamoja nawe ndiye atakayekwenda pamoja nawe, na mtu yule nitakayekuambia huyu hata kwenda pamoja nawe, basi mtu huyo hata kwenda. Basi akawaleta watu chini majini. Bwana akamwambia Gideoni, kila mtu atakayeramba maji kwa ulimi wake kama vile arambavyo mbwa, huyo tamweka kando. Kadhalika kila mtu apigaye magoti kunywa. Na hesabu ya hao waliokunywa kwa kuramba wakipeleka mkono kinywani ilikuwa watu 300. Umeona jambo hilo huwa inapiga watu chenga. Tuseme huu ndio ukingo wa nini? Huu ndio ukingo wa maji. Huu ndio ukingo wa mto. Maji yanapita hapo. So unapofika kwenye ukingo, Mungu akamwambia Gideoni, wewe walete majini wanywe maji. Alipowaleta majini, Bwana akamwambia kuwa nitakuchagulia mana. Gideoni hakujua atachaguaje. Bwana akasema watakaye fanya nini? Watakaye lamba kama umbwa. Umbwa ulambaje maji? Umeona? Analamba hivyo, na maana atumii mkono ama chochote. So wale walielala chini alafu akafanya nini? Wanakunywa hivi. Hawa wakasema weka pembeni. Wale waliekaa mkao huu, huku wameshika silaha, huku wanafanya nini? Wanachota na kunywa na kuangalia nyuma. Hao akasema weka pembeni, ambao hao walikuwa ni mtu 300. Akaambia Gideoni ya kuwa hawa wote 9,700 waambie warudi nyumbani. Gideoni anabaki na watu 300, lakini watu wanayekwenda kupigana nao Wamidiani pamoja na Wamaleki wako wengi kupitiliza. Nasema hivi, Bwana atakupigania vita nao utanyamaza kimya. Bwana akupiganie vita nao unyamaze kimya. Usienende kwa nguvu yako na kwa akili yako. Kama Agano la Kale huo ndio ulikuwa wembe, Agano Jipya ndio zaidi. Mungu apendi jambo la mtu anasema nimefanya. Umeona sasa? Na hii ndio kitu ambacho kinafanya watu wengi sana waliookoka wanakosa uwepo wa Mungu kuwa pamoja nao na kudumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi najua kuomba Bwana, mimi nafanya Bwana. Wewe huwezi kufanya wewe kama si Bwana. Mungu hakutaka hiyo kwenye wana wa Israeli wa kimwili, na Mungu hataki hiyo kwenye wana wa Israeli wa kiroho, ambao ndio wewe. Chochote sifa na utukufu mrudishie Bwana. Ukimtukuza Bwana katika kila jambo, utakuwa rafiki wa Bwana. Hebu twende kwa jina la Yesu. Bali watu wengine wote walipiga magoti kunywa maji. Bwana akamwambia Gideoni, kwa watu hawa 300 walioramba maji nitawaokoa, nami nitawatia Wamidiani katika mikono yako. Lakini watu hawa wote wengine na waende zao, kila mtu mahali pake. Basi wale watu wakachukua vyakula vyao mikononi mwao na tarumbeta zao, naye akawapeleka watu wote wa Israeli kila mtu hemani kwake. Umeona watu gani? Wale watu 300 wakachukua tarumbeta za wale watu na vyakula vyao, alafu wakaruhusiwa. Umeona sasa nini tarumbeta ilitakiwa wawe nayo? Walitakiwa wawe pia na vile viungu ambayo walitakiwa wafanye nini? Viungu hivyo vilikuwa vinawasaidia kwenye kubeba nini? Kubeba maji, lakini pia vile mienge ile ambayo ilitakiwa iwe inawaka. Umeona sasa? Lakini kumbuke ya kuwa ni kweli wataka kuambia jambo la ajabu kabisa, ya kuwa vita hivyo vilivyopigana unacheka kabisa. Ina maana wao wale kwanza waliuana wao kwa wao. Hebu twende. Bali aliwazuia wale watu 300, na kambi ya Midiani ilikuwa chini ya bondeni. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, ondoka Dameski, maana nimeishia katika mikono yako. Lakini ukiogopa kushuka pamoja na kula mtumishi wako kambini. Umeona sasa?
tayari Mungu anataka kutia nguvu kwake Caleb. Anatia nguvu, sio Caleb, anatia nguvu kwake Gideon. Anataka kutia nguvu kwa kumwambia kuwa aende sasa, achukue sasa, aende peke yake, ama kama ni mwoga achukue mtumishi wake Pura. Lakini waende wapi? Eti pata picha usiku huo, waende paa kwenye kambi ya nani? Kambi ya Wamidiani, ili Mungu amtie nguvu. Mungu alimtia nguvu namna gani? Mungu anamwambia ashuke kule ili aende akasikie kwa masikio yake wanachoongea. Je, unajua kinachoongelewa juu ya Agizo Kuu? Unajua kinachoongelewa juu ya huduma ya Agizo Kuu? Unajua kinachoongelewa juu yako wewe? Utasikiliza, utasema kweli nilikuwa sijui. Mungu afungue masikio yako usikie yale yanayoongelewa nje kule kuhusu huduma yako, kuhusu karama zako, kuhusu neno la Mungu ndani yako. Hebu twende. Nawe utasikia wanayosema, na baada ya hayo mikono yako itatiwa nguvu ushuke kambini. Mikono yake ingetiwa nguvu kwa kusikia yale ambayo angeasikia wakisema. Hebu sasa tuende tuone ya kuwa ni kweli akaenda, lakini ilikuwa hatari namna gani? Hebu nikuulize, wale walinzi ambao walikuwa wanalinda katika awamu iliyokuwa imegawanyika mara tatu, walikuwa wanafanya nini wasione hawa ambayo wanawapelelezi wanayekuja usiku hawa? Je, ilikuwaje wale walinzi wasiwaone? Bwana akiwa pamoja na wewe, hata wale walinzi wanaweza wasikuone. Bwana akiwa pamoja nawe, hata wale wabaya wako hawawezi kukuona. Bwana akiwa pamoja nawe, yeye atakuwa ni ukuta unayekuzunguka. Ndio maana hata wale walinzi hawakuweza kumuona Gideoni pamoja na Pura mtumishi wake. Hebu twende kwa jina la Yesu. Ndipo akashuka pamoja na Pura mtumishi wake hata kufikilia mwisho wa watu wenye silaha waliokuwa kambini. Na Wamidiani na Wamaleki na hao wana wa mashariki walikuwa wametua bondeni mfano wa nzige kwa wingi. Wakati huo Gideoni ana watu 300, lakini wametua kama nzige wengi. Halafu Bwana akawatia usingizi. Wanachapaje usingizi? Wanachapaje usingizi? Nyinyi mnajiandaa kwenda kupigana, mnachapa usingizi wakati taarifa za wana wa Israeli na uvamizi wao wa usiku, kipindi cha uvamizi ya miaka iliyopita ya Joshua, wamesikia bado wanachapa usingizi. Wewe usichape usingizi, utapotea mtoto wa Mungu. Acha kuchapa usingizi. Mtu mwingine usiku analala mpaka unaweza kumbeba mpaka ukamtoa nje. Je, unao usingizi huo? Hebu twende. Na ngamia zao walikuwa hawana hesabu mfano wa mchanga wa ufuoni kwa wingi. Hata Gideoni alipofika, tazama, palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akimhadithia mwenziwe ndoto. Gideoni alipoenda mpaka kwenye edge, mpaka kwenye pale ukingo pembeni, anasikia sasa pale kwenye kambi mwingine na mwanajeshi mmoja anamhadithia mwenzake ndoto aliyoota. Kwa mwenzangu, nimeota ndoto. Kama hata mwanajeshi mwenzake anaweza kutafsiri ndoto, watakatifu wa Bwana, tusijigambe sisi watoto wa Mungu ya kuwa sisi ndio inaweza kutafsiri ndoto. Hata wale waganga wanaweza kutafsiri ndoto. Umeona sasa yule mtu alipotafsiri ndoto, alitafsiri ile ndoto inavyotakiwa, na ndio maana Gideoni akachukua neno katika ile tafsiri ya yule mwanajeshi. Hebu twende. Tazama, naliota ndoto, na tazama, mkate wa shairi ulianguka katika kambi ya Wamidiani, ukafika hata hema moja, ukaipiga hata ikaanguka, nao ukaipindua hata ikalala chini. Mwenzake akamjibu akasema, habari hii haikosi kuwa upanga wa Gideoni mwana wa Yoashi mtu wa Israeli. Mungu amewatia Wamidiani na jeshi lote katika mkono wake. Ikawa aliposikia habari ya ile ndoto na kufadhailiwa kwake, akasujudu, akarudi katika Gideoni pale na sujudu pale, na mshukuru Mungu, anatia nguvu na ile ndoto aliyesikia. Moja kati ya wanajeshi wa Midiani akimhadithia mwenzake, na mwenzake pale akimwambia kuwa huo ni upanga wa Gideoni mtu wa Israeli, maana Bwana ametia mkononi mwake. Bwana amewatia mkononi mwako. Bwana ametwatia mkononi mwako mwaka huu. Bwana amewatia mkononi mwako mwaka huu. Lakini utawafanyia nini? Utawapa chakula wale? Utawaangamiza? Wewe utawapa chakula wale? Mungu amewatia mkononi mwako.
utawapa msaada? Mchungaji, Mungu ametia kwa mwangu. Nitawaonyesha somo. Wape chakula wale washibe. Amina, mtakatifu wa Bwana. Wasaidie, wavalishe. Akasema, inukeni kwa maana Bwana amelitia jeshi la Midiani mikononi mwenu. Usiku huo Gideoni alipotoka pale, mkono wake ukatiwa nguvu. Kale kaogaoga hakawa hana uoga tena, maana ameshasikia na masikio yake. Usikie na masikio yako kwa jina la Yesu. Usikie na masikio yako maadui zako wakiongea habari zako, wakiongea mambo yako. Mungu afungue masikio yako na Mungu akupeleke usikie. Wakiongea habari zako na utiwe nguvu na utakachosikia kwa jina la Yesu. Gideoni ametiwa nguvu, anarudi kwenye kambi yake pale na wana wa Israeli, anawaambia inukeni juu, maana Bwana ametia Wamidiani mikononi mwenu. Hebu tusikie anavyopanga sasa, uone kuwa je, walipigana vita ama Bwana aliwapigania vita alafu wakamalizia vita? Hebu twende. Kisha akawapanga wale watu 300 hayo vikosi vitatu, akatia tarumbeta katika mikono ya watu wote, na mitungi isiyo maji na mienge ndani ya hiyo mitungi. Akawaambia, nitazameni mkafanye kama nifanyavyo mimi. Angalieni, nitakapofika mwisho wa kambi itakuwa nifanyavyo mimi, nanyi fanyeni kadhalika. Nitakapopiga tarumbeta mimi na wote walio pamoja nami, basi ninyi nanyi zipigeni tarumbeta pande zote za kambi, mkaseme kwa Bwana na kwa Gideoni. Basi Gideoni na wale watu 100 waliokuwa pamoja naye wakafika mwisho wa kambi mwanzo wa zamu ya kati, wakati walipokuwa wamebadili wenye zamu. Wakazipiga hizo tarumbeta, wakazivunja vipande vipande ile mitungi iliyokuwa mikononi mwao. Vile vikosi vitatu wakapiga tarumbeta, wakaivunja mitungi, wakaishika mienge kwa mikono yao ya kushoto na zile tarumbeta katika mikono yao ya kuume ili kuzipiga. Wakapiga kelele, upanga wa Bwana na wa Gideoni. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa? Tayari Gideoni alipotoka pale akafanya mchakato ya watu kwenda, lakini wale wa Midiani bado wanachapa usingizi. Kwanza wingi wao ilikuwa inawadanganya kuwa hakuna anayeweza kuwapiga. Kwanza walikuwa wametawala miaka 7, waliwatawala wa Israeli miaka 7, ndio maana wakaingia kuchapa usingizi, na wakati huo wala umeme haukuwepo. Giza namna gani? Sasa wanalala. Gideoni akafanya makundi matatu. Kundi moja ikiwa na yeye ikaenda upande mmoja wa kambi, kundi lingine upande mwingine wa kambi, kundi lingine upande mwingine wa kambi. Ina maana wakaa kana kwamba wameizunguka, alafu kila mtu ameshika nini? Ameshika mtungi na mwenge unawaka ndani yake, alafu anayo tarumbeta, lakini upanga wake ameufunga wapi? Kiunoni mwake. Lakini kumbuka, upanga wala hawakushika mkononi. Tayari Gideoni akasema, mnitazameni nitakachokifanya na nyinyi mfanye nini? Mfanye. Alafu sasa watu wale wamelala, alafu ni wengi, alafu unastuka, unatoka usingizini. Kwanza kishindo kwanza cha vile viungu, maana Mungu aliifanya ikawa maradufu. Mungu aongoze kishindo katika masikio ya maadui zako, wakimbie pasipo kukimbizwa kwa jina la Yesu. Amen. Mungu avunje viungu na kishindo chake iende kwenye masikio yao, yani wakimbie mpaka wasitamani kurudi kukuona tena kwa jina la Yesu. Amen. Wakazivunja vile viungu, alafu na vihenge vikainuliwa juu, huku tarumbeta anapigwa. Unatoka kwenye usingizi na kishindo, alafu ukitazama huku, yani mwenge unawaka na kule alafu tarumbeta. So kinachofanyika na giza ile hapo, uangalia kwa nani anayekukaribia, unachomoa upanga wako, unaanza kwenda ovyo ovyo, wanachinjana wao kwa wao. Ni giza, tarumbeta inazidi kupigwa. Unasema tumeshavamiwa, alafu ni giza. Huyu naye uliyekuwa pembeni mwako na yeye anaimuka, anastuka ndotoni ama kwenye usingizi ovyo ovyo, unapoona na kukaribia, najua huyu ndiye adui tayari. Kumbe Wamidiani kwa Wamidiani. Nasema hivi,
vita kweli ni vya Bwana. Zile tarumbeta Mungu alizifanya zikawa na sauti, sio mchezo. Viungu vile vilivyovunjwa na ile mienge iliyokuwa inawaka, so wao wakasimama tu, tarumbeta inaendelea kupigwa. Lakini hapa Wamidiani wanachinjanaje? Maana umetoka usingizini, hujua dini nani ni giza. Unajitetea kwa nini? Unajitetea wakihakikisha kila naye kukaribia umemmaliza. Kumbe ndio yule mtoto wa mjomba, kumbe yule Midiani mwenzako, yule Mwamaleki aliyekuwa na nyinyi. Hatimaye waliyepata upenyo kidogo wanalala mbele ya safari, lakini tayari wingi wameshafanya nini? Maana pale tayari zaidi ya nusu, zaidi ya robo tatu wameshafanya nini? Wameshakufa. Mungu alipigana vita kwa ajili ya wana wa Israeli. Ndio maana hawakuanza kuvuta upanga, walianza kwa kupigwa tarumbeta, kuvunjwa chungu na kuinuliwa nini? Moto ule juu, mienge juu, lakini kuendelea kupiga tarumbeta huku amesimama. Lakini pale palikuwa panachimbika nini? Umetoka usingizini, ni giza, kelele ya tarumbeta na moto unawaka. Unaona moto huku, moto unasema pameshaharibika. Ukiamka wewe unatafuta upanga wako, so anayekukaribia unajua kabisa ndiye adui. Giza tititi. Nasema hivyo takatifu. Hebu ona jinsi Bwana alivyopigania vita. Nasema hivyo takatifu wa Bwana, sio kwa uweza wako. Haikuwa kwa uweza wa Gideoni, ilikuwa ni kwa uweza wa Bwana na mpango wake. Bwana awatie maadui zako mkononi mwako kupitia mpango wake wa injili katika maisha yako kwa jina la Yesu. Bwana awatie wabaya wako mkononi mwako, nawe uwape chakula wale washibe, uwafundishe injili kwa jina la Yesu. Uungane na mapenzi ya Mungu Baba ya kuona wote wakifikia toba ya kweli. Usimwazie mchawi mabaya, usimwazie mganga mabaya, usiazie adui wako mabaya, mwazie wokovu. Nini? Wakati huu sio wakati tena wa kuwachinja. Huu ni wakati wa kuombea mema, ili uungane na mapenzi ya Mungu Baba ya kuona wote wakifikia toba ya kweli. Maana sisi ni wajumbe. Sema, mimi ni mjumbe wa Agano Jipya. Mimi ni mjumbe wa Agano Jipya. Lazima niende nikawafanye kwa wanafunzi wa Yesu, nikiwabatiza kwa jina la Baba, jina la Mwana, jina la Roho Mtakatifu, na nikiwafundisha kuyashika yote niliyoagizwa na Bwana Yesu kwenye agizo kuu. Nenda ukafanya hivyo na ubarikiwe kwa jina la Yesu. Na mchungaji, Mungu ameshawatia mkononi mwangu, mimi nisiwape kisu. Ukiwapa kisu na kwenda motoni, maana hujaungana na mapenzi ya Mungu Baba. Huu ni wakati wa nini? Pendo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Wakasimama kila mtu mahali pake kuizunguka kambi pande zote. Wana wa kupigana wakipiga tarumbeta, wameshavunja viungu. Umesimama pale ulipo, usije ukaenda kule ukala kisu bure, maana wao wenyewe kwa wenyewe panachimbika. Kuna wakati mwingine kimbia yako, ongea yako ndio inayokutia kwenye matatizo. Omba kinyume na watu ndio inayokutia kwenye matatizo. Mungu hajatutuma tena tufieke wachawi wewe. Soma Biblia. Mungu ametutuma tuwahubirie injili. Wewe ndio Gideoni. Ukianza kuwaua watu hawa, je, unakusanya pamoja na Kristo, unatawanya pamoja na shetani? Mchungaji anajisifu ya kuwa yeye anachinja wachawi sana. Hawa wachawi wanakwenda wapi? Injili ya huyu mchungaji anahubiria wapi? Nani? Mchawi afe tu. I'm killing everybody who is against you. After killing them, where are you taking them? Are you taking them to Hades, or are you taking them to hell, to eternal life? Nasema hivi, Mungu akupe neema, akufungue macho, uone watu wanachokifanya. Watu
tawanya pamoja na shetani. Watu wengi wanatawanya pamoja na shetani, na hiyo inawafanya moja kwa moja wawe ni watumishi wa nani? Shetani. Wawe ni watumishi wa nani? Shetani. Wao naye pia ni mtumishi wa nani? Acha kuwa mtumishi wa shetani kwa jina la Yesu. Kusanya pamoja na nani? Wewe ni mjumbe wa agano. Kazi yako ni nini? Ni kusanya pamoja na Kristo. Ndio maana enendeni mkafanye kuwa wanafunzi wangu, mkabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkawafundisha kuyashika yote niliyofanya nini? Tuliyoagizwa na Bwana Yesu. Bwana Yesu akatuagiza nini? Mpende adui wako na kumwombea mema naye kuuzi. Akasema usishindane na mtu mwovu. Mtu akichukua kanzu na je ufanye nini? Mchungaji amechukua juu na kanzu, ni muachie mimi amechukua kanzu na juu ni muachie mimi nitajifunika nini? Aliyekuamrisha umpe ndiye anayetoa, atakupa nyingine. Watu wa Mungu, injili ni ngumu. Ndio maana watu wengi sana hawataki habari za injili. Hawataki habari za injili, maana injili kwanza haikuruhusu kuua. Hata kumtamania mtu afe. Anayemtamani mwanamke ameshazini naye, anayetamani kumuua mchawi ameshaua. Ukishaua, Mungu akapeleka mwanae pale msalabani kwa ajili ya yule mchawi. Umeungana na mapenzi ya Mungu Baba, umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu Baba. Ukishaenda kinyume na mapenzi ya Mungu Baba, wewe sio mtumishi wa shetani. Ndio maana nakwambia wakati wa mwisho shetani atavuna wengi tu. Wengine hawajui. Mimi nikishaona namuua mchawi kwenye maombi yako nasema wao umepitiwa, umekwisha. Hebu tubadilike na tupeleke injili ya kweli. Nani yuko tayari kupeleka injili pamoja nani ya kweli? Injili ya kweli wala usio tayari kwa pesa, unawezekana usipate pesa. Hebu twende. Jeshi lote wakakimbia, nao wakapiga kelele, wakakimbiza. Wakapiga zile tarumbeta 300, naye Bwana akaufanya upanga wa kila mtu uwe juu ya mwenziwe. Upanga wa kila Midiani akawa juu ya mwenzie. Wangapi walioanguka? Wengi. Maana kwenye giza lile pale, ukiona mtu anakimbia, maana aliyetoka kwenye usingizi anakimbia ovyo. Na yeye kashika silaha yake. Anajitetea na kukaribia, najua huyu ndio huyo Mwisraeli, na yeye anajitetea. So wakamalizana wao kwa wao, wakabaki wachache mno. Kumbe vita sio vya kwetu. Vita sio vya kwangu. Vita ni vya nani? Vya Bwana. Acha Bwana afanye nini? Mchungaji, tumeambiwa kuwa tumepewa mamlaka. Umepewa mamlaka nini? Ya kuua. We are given authority. You don't know about the authority. You are the one who is doing. Who have given you the mandate of killing God's people. Mungu hajatupa mamlaka kuua hata mtu mmoja. Yesu Kristo alikuja kuokoa. Kwa nini Yesu Kristo aliondoa hukumu? Hukumu ilikuwa inafanya watu wanaua watu. Agano la Kale ilikuwa ni umefanya mabaya, Mungu ananitumia. Nikimpendeza Mungu ananitumia mimi nikuchinje. Nini? Yesu alipokuja, Yesu akaondoa huo hukumu. Ndio maana hata tu kumsonya mtu, hata kumwazia mtu mabaya Yesu aliondoa. Hata kumnyoshia mtu kidole aliondoa. Hukumu inakuja mwisho. Na atakaye hukumu ni Kristo Yesu. Yeye ndiye mhukumu wa nini? Hakimu wa haki. Ndio maana sema mtakatifu wa Bwana. Soma Biblia vizuri. Acha kusoma Biblia kichwa chini mguu juu. Soma Biblia vizuri uelewe. Soma Biblia sehemu zote. Anza kusoma Agano la Kale kama msingi wa Agano Jipya. Soma Agano Jipya. Uone Agano Jipya kazi yake ni nini. Uone msingi wa Agano Jipya. Nasema hivyo mtakatifu wa Bwana. Injili isikupige chenga kuanzia leo kwa jina la Yesu. Hebu malizia hapo. Na juu ya jeshi lote, jeshi likakimbia mpaka Bethshita, kuendelea Serera hata mpaka wa Beni-Mehola karibu na Tabasi. Wanaume wa Israeli walikuwa wamekusanyika kutoka Naftali na kutoka Asheri na kutoka Manase yote, wakafuata Midiani. Kisha Gideoni akapeleka wajumbe katika nchi yote ya vilima vya Efraimu, akisema, haya teremkeni juu ya Midiani na kuyashika hayo maji mbele yao mpaka Bethbara, maana huo mto wa Yordani.
Unani anakumbuka Bethabara? Nani anakumbuka Bethabara? Bethabara nilisema ni nini? Tuliona wapi hiyo Bethabara? Wakaambiwa walinde pale Bethabara. Pale ndipo palipokuwa na kivuko. So Waefraimu wanaambiwa wazuie kule, na Waefraimu wakaja wakamata makida ya wale wa Midiani wawili. Lakini kumbuka Bethabara tulishaiona. Bethabara itafute, tuliwahi kupitia Bethabara kwenye kitabu cha Yoshua. Utanitafutia sura pamoja na maana ya Bethabara. Bila shaka nani anakumbuka kama nilifundisha? Sema umesahau tusilio. Bila shaka kesho utanisalimia nayo. Hebu twende kwa jina la Yesu. Basi watu wanaume wote wa Efraimu walikutana pamoja, wakayashika maji mpaka Bethabara, maana huo mto wa Yordani. Wakawashika hao wakuu wawili wa Midiani, Orebu na Zeebu, wakamuua huyo Orebu penye jabali la Orebu, na huyo Zeebu wakamuua hapo penye shinikizo la divai la Zeebu. Kisha wakawaandamia wa Midiani vita vya Orebu na Zeebu, wakamletea Gideoni huko ng'ambo ya pili ya Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka umeona sasa ya kuwa watu 300 wanaleta ushindi mkubwa, ingawa tayari katika kuwakimbiza na yale makabila pia yanajitokeza, lakini ni wale waliyekuwa na vuta upanga waliyepata kwenda vitani, na wanauawa wale wawili wakuu ambao walikuwa ni Orebu ambayo maana yake ni kunguru, na Zeeba ambayo maana yake ni mbwa mwitu, lakini wakiwa ni viongozi wa Wamidiani. Orebu maana yake Kiebrania ni kunguru, lakini Zeebu maana yake ni mbwa mwitu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tuone kwenye Agano Jipya. Ushindi wetu ni katika Bwana. Sema ushindi wangu ni katika Bwana. Je, ushindi wako ni katika Bwana kivipi? Hili ndio jambo ambayo inapiga watu wa Agano Jipya chenga. Watu wengi ni wana wa Agano Jipya, lakini maombi yao, mafundisho yao yanawapeleka na warudisha nyuma na kuwafanya wawe ni wana wa Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe. So hebu soma Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 26 mpaka 27. Hebu soma Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 26 mpaka 27, na mwingine afungue Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na tasoma mstari wa 12. Sura ya 10 mstari wa 12. Lakini anzia sura ya 9 mstari wa 26. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama astaye, napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali nautesa mwili wangu na kutumikisha, isiwe nikiisha kwa udio wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Anautesaje mwili wake? Kwa nini asipige ngumi? Kwa nini asiwatwange ngumi Paulo? Kwa nini anautesa mwili wake? Anautesa mwili wake kwa kufunga na kwa kufundisha injili ya kweli, ili asije akapotea. Lakini wewe je, maadui zako unawatazamaje? Mungu anawatupenda wote, hata wale ambao hawajaokoka. Ndio maana jua anaangazia wote, mvua anawanyeshea wote. Mapenzi yake ni kuona wote wakija kufikia toba ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana, uwe na moyo wa upendo. Penda maadui zako. Penda maadui zako. Nione mtu anasema niko tayari kupenda maadui zangu. Penda maadui zako, mtakatifu wa Bwana. Tuhakikishe tunafundisha injili ya kweli. Injili haifundishi kuangamiza. Tusitawanye pamoja na shetani, tukusanye pamoja na Kristo. Sema nitakusanya pamoja na Kristo. Nitakusanya pamoja na Kristo. Nenda ukakusanye pamoja na Kristo kwa jina la Yesu. Soma ile Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 12.
Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalia asianguke. Aliyefanya nini? Anayejidhania kuwa amesimama angalia asianguke. Wewe unayejiona umesimama, unayeua watu kwa maombi, unayewalani watu, unayewatabiria watu mabaya, unayewaombea mabaya wafe, usijiangalie. Yaani ujadari sana, maana usijione umesimama. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye uungana mapenzi ya Mungu, unaungana mapenzi ya shetani, unayejenga ufalme wa giza, acha mara moja. Usijione umesimama. Nasema kwa takatifu Bwana, lazima tusimamie ukweli. Stand for the truth. Speak the truth. Live the truth. That is exactly what will set you free. And that is what will set other people free. Without you doing that, then you are wasting your time. You better pack up your things and live salvation. That is what salvation is. Watu wengi wajui ya kuwa wokovu ni nini. Wanadhani wokovu ni blabla nyingi na maombi mengi ya kuomba kinyume na watu. Mungu akufunulie haya ama ananifunulia mimi. Lazima tuwe na imani katika vitu vyetu na nguvu ya giza. Lazima tuwe na imani. Lakini je, kwa nini imani? Kwenye Agano la Kale, Gideoni hakuhitaji neno la Mungu ili awe na nguvu. Gideoni alihitaji kitu kinachoitwa udhibitisho ama ishara ambayo ingemtia nguvu. Umeona, Gideoni akaanza kwa kumjaribisha Bwana ya kuwa nini? Akimjaribisha Bwana ya kuwa ngozi iwe na umande siku inayofuata, lakini juu ya nchi pasiwe na umande. Akakamua umande, bakuli ikajaa. Lakini akamwambia Bwana ya kuwa basi kwenye ngozi pasiwe na umande siku ya pili, lakini juu ya nchi iwe na umande. Ikawa hivyo, lakini bado Bwana alihitaji ashuke kwenye kambi ya Wamidiani akiwa na mtumishi wake Pura, ili afanye nini? Ili katika yale ambayo angesikia ingemtia nguvu. Unaona, yeye alisikia nini? Alisikia mtu mmoja akitafsiri ndoto ya kuwa. Alitafsiri je? Na huko nisikilize kwa makini. Ndoto hiyo imebeba maana kubwa sana. Yule aliota ya kuwa mkati wa shairi. Mkati wa shairi ikatoka juu mbinguni, ikadondoka pale kwenye kambi ya Wamidiani, ikapiga hema. Lakini umeona yule mwenzake anakimbia kusema kuwa huo ni upanga wa Gideoni, mtu wa Israeli. Mungu ametia Wamidiani mkononi mwake. Lakini hebu nikuulize, mkati wa shairi iliwakilisha nini? Mkati, ukitaka kujua mkati ni nini, unakwenda kwenye Agano la Kale, imefunuliwa. Agano la Kale imefunuliwa ni Agano Jipya. Agano la Kale imefunuliwa na Agano nini? Jipya. Agano Jipya imefunikwa ni Agano la Kale. So lazima, maana tuko katika hii Agano la Kale, tunaona mkate wa shairi, lazima tuende kwenye Agano la Kale imefunuliwa ambao ni Agano Jipya. Je, mkate uliwakilisha nini? Yesu akasema yeye ni mkate wa nini? Yeye ni mkate wa uzima. Umeona sasa? Yeye ni mkate wa nini? Wa uzima. So kinachofanyika, ule mkate uliwakilisha nini? Ule mkate wa shairi iliwakilisha kwenye Agano Jipya ambao ni Agano la Kale funguliwa, iliwakilisha neno la Mungu ambao ni upanga. Tuliona kabisa katika ile Waefeso 6 ukianzia mstari wa 12 ukiendelea, unaona kabisa ya kuwa na ukishika silaha ambayo ni neno la nini? Upanga ambao ni neno la nini?
neno la Mungu. So kumbuka ya kuwa kwenye Agano la Kale bila shaka ule mkate uliwakilisha nini? Uliwakilisha Agano Jipya ni neno la Mungu ambao ni upanga, lakini kwenye Agano la Kale ulikuwa ni nini? Upanga katika ulimwengu wa kawaida. Ndio maana aliyetafsiri akasema nini? Huo ni upanga wa nani? Wa Gideoni. Gideoni yeye akaiweka kwa neno la Mungu, akawaambia kuwa mtakapopiga tarumbeta mseme ni kwa upanga wa nani? Bwana na upanga wa nani? Wa Bwana na wa Gideoni. Umeona sasa? Ina maana yake nini? Ule mkate wa shairi ulikuwa ni upanga, lakini kwenye sasa hivi upanga unawakilisha neno la nini? Neno la Mungu. Lakini sasa kwa nini iwe mkate wa shairi? Shairi kwa sasa hivi watu wengi, nani anajua shairi? Who knows shairi? Shairi inaitwa badi. Sasa hivi shairi sana sana inatumika na kutengeneza pombe, si ndio? Wanatumia sana kwenye kutengeneza pombe. Umeona? Shairi ukilinganisha na ngano inakuwa nzuri. So kwenye Agano la Kale watu wenye uwezo wao walikuwa hawali mkate wa shairi, walikuwa nakula mkate wa ngano. Mkate wa shairi ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kwa ajili ya maskini. So kinachofanyika ni nini? Maana ya ile ndoto ilikuwa ni nguvu ya taifa ambayo ni duni, ambayo ni ya Israeli, ikiwa chini ya nani? Chini ya Gideoni aliyekuwa naye ni duni na wa mwisho kwenye kabila lake, pamoja na familia yake, pamoja na ukoo wake, ikiwa ndio duni kwenye kabila la Manase. Ina maana hawakuwa na uwezo, ndio maana alama yao ilikuwa ni shairi, sio mkate wa ngano. Mkate wa nini? Wa shairi. Ina maana iliwakilisha ya kuwa Israeli iliyekuwa na uwezo mdogo ya watu 300, wao waliwakilisha nini? Waliwakilisha ule mkate wa shairi uliyepiga kambi ya Wamidiani waliyekuwa na uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana shairi walikuwa wanafanya nini? Wanakula sana mkate wake wale wenye maskini, lakini matajiri hata siku moja kwenye Agano la Kale hawakula mkate wa shairi. Walikuwa wanaitoa tu kama sadaka ya limbuko, ile wakati wa sadaka ya limbuko iliyokuwa ni Jumapili ya kwanza baada ya nini? Baada ya Pasaka walikuwa wanapeleka shairi, alafu zinazobaki labda kama walikuwa wanauza, lakini ilikuwa ni kwa ajili ya maskini. So umeona Mungu alifanya kazi na Israeli, lakini sio kwa sababu walikuwa na uwezo, ni kwa sababu hawakuwa na uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vita vile aliyepigana alikuwa ni Bwana mwenyewe, hakuwa ni wao. Ndio maana walipopuliza tarumbeta, yani ilikuwa ni sauti ya juu sana. Walipozivunja vile vyungu, ina maana kishindo ilikuwa ni kikubwa kiasi kwamba wale wakadhani ya kuwa wamevamiwa na watu wengi, kumbe walikuwa watu 300. Lakini vile vihenge pia kumbuka ya kuwa vihenge vile viliwakilisha nuru ya Bwana, lakini vyungu vile vikiwakilisha nini? Vyungu viliwakilisha bila shaka miungu ya nini? Miungu ya Midiani, lakini pia na wao. Ndio maana ilikuwa ni ishara ya miungu yao ama Mungu wao kushindwa, lakini ikiinuliwa nini? Ikiinuliwa ule nuru uliyetoka katika zile mienge waliyekuwa wameshika katika mikono yao. Kama unavyojua ya kuwa Kristo ni nuru, na hata wewe ni nani? Wewe ni nuru. Wewe ni nuru, sio nuru? Nuru ya wapi? Nuru ya wapi? Je, nuru yako inaangaza? Leo nuru yako iliangaza wapi? Nione anayesema nuru yangu iliangaza. Hata nilipokuwa kule mjini niliangazia watu kwa kuambia habari za Kristo Yesu. Wewe nuru kweli? Haya. Hebu tuone, hebu soma Warumi 8:32-7 Epafra. Mtu mwingine asome Wakorintho wa pili
sura ya 2 mstari wa 14, na mtu atamalizia na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4 mpaka 5. Anza na Warumi 8:37. Lakini katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala aliyopo wala atakayokuwapo wala wenye uwezo wala aliyopo juu wala aliyo chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hakuna kitakachokutenga na upendo wa Mungu uliopo katika Kristo Yesu. Maana Kristo kwa kutoa uhai wake, bila shaka nasi tunapomwamini Kristo, tunapompokea na kumfanya kwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, tunafanyika kuwa ni watoto wa Mungu. Kila mtu aliyeokoka amefanyika kuwa ni mwana wa Mungu. Na ukifanyika kuwa ni mwana wa Mungu, ni nini kitakachokutenga na upendo wa Kristo? Ndio maana nasema hivi, watu wa Mungu, katika upendo tumepata kuokolewa. Na wewe katika upendo pata kuokoa wengine, pata kuwasamehe wengine, pata kudumu katika huo upendo. Na ni pendo la namna gani? Ni pendo la namna gani hata mtu akatoa uhai wake kwa ajili ya mwenzake? Umeona sasa? Ni upendo ambayo unapenda mpaka adui zako. Umeona? Hata wale waliomsulubisha Yesu akaomba, Baba uwasamehe, maana hawajui walifanywa nini, walitendalo. Lakini Bwana alikuwa anatenda katika mabaya. Hata wewe Bwana, katika mabaya hayo, mimi nilienda kanisani nalia, katika mabaya hayo Bwana akatenda. Na sasa hivi aliyeniliza na kunipeleka kanisani, je, napaswa kumwombea zaidi ama nisimwombee zaidi? Nimwombee zaidi. Maana asingefanya hayo, yamkini ningeshakufa kule nje. Ningeshakufa kule nje. Ningeshakufa kule nje mimi. Mabaya yale singevisasa mpaka sasa hivi. Maana nikiangalia rika yangu na wote tuliokuwa tunasoma nao, asilimia kubwa alishakufa. Nini? Mimi sikuwa bora kuliko wao, lakini Bwana alinionea huruma. Ndio maana mimi nafasi hii Bwana aliyenipa mwenzangu, mimi siwezi kuchezea. Wewe kama unachezea, chezea kwako tu. Mimi ya kwangu mimi sitaki kufanyia nini? Mimi ya kwangu nataka kuitumia vizuri ili nije nitoe hesabu yangu nikimaliza kazi. Wewe kama unachezea, chezea kwako, lakini mimi ya kwangu sitaichezea. Niona naye sema mimi ya kwako utachezea. Hebu soma Korintho wa pili sura ya 2 mstari wa 14. Soma raka. Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 14. Ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Bila shaka ashukuriwe Mungu anayetushangilisha. Ina maana anayetufanya tushangilie, lakini katika ushindi kupitia Kristo Yesu. Umeona, aliwawezesha wana wa Israeli wa kimwili, lakini kumbuka kupitia Kristo nasi tunapata uwezesho. Lakini kumbuka ya kuwa vita sio katika ulimwengu wa kawaida, vita ni katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma waraka wa kwanza Yohana sura 5 mstari wa 4 mpaka 5. Itakuwa naishia hapo katika hiyo sura ya 7, lakini tunaendelea bado na story ya habari za huyu mwamuzi wa 5 katika Israeli ambayo ni Yerubali. Waraka wa kwanza Yohana 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4 mpaka 5. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huko ndiko kushindako. Kila kilichozaliwa na Mungu. Tunazaliwaje na Mungu? Na Mungu
Unapompokea Kristo Yesu, basi unafanyika kuwa ni umezaliwa kiroho, unafanyika kuwa ni kiumbe kipya, lakini katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana wote waliompokea Kristo wamefanyika kuwa ni wana wa Mungu. Wana wanahitaji kuendelea kufundisha neno la Mungu ili wazidi kukua. Ina maana kuendelea kula chakula cha kiroho ili wazidi kuwa na kuwa. Lakini kama umezaliwa na Mungu, lazima ushinde dhambi. Ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminiye ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Bila shaka anayeamini Yesu ni mwana wa Mungu, huyo mtu anapata kuokoka, na huyo ndio anayekuwa na uwezo wa kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona habari hiyo kwenye sura ya 7 na tunaendelea na sura ya 8. Bila shaka kesho, hebu tuendelee kuona, tutaona wiki Mungu atatufikisha wapi, lakini tuko kwenye mwamuzi wa 5 wa taifa la Israeli baada ya vizazi vile vilivyotangulia kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Lakini unaipataje story ya Gideon mwana wa Yoashi? Endelea kutafakari, lakini bila shaka madhabahu yatavunjika katika habari za huyu mwamuzi wa 5 wa Israeli. Nani mwenye swali kuhusu sura ya 7? Kwa neema ya Mungu tutaona tunafikia wapi mwezi huu, lakini tunaendelea vizuri. Nani mwenye swali? Basi namshukuru Mungu. Baba, natukuza jina lako, maana umezidi kuwa mwema kwetu. Tunaona jinsi ulivyowashindia wana wa Israeli Baba vita vile, ingawa walikuwa wachache, lakini Baba wa rehema, wa Midiani na Wamaleki walikuwa kama nzige, walikuwa wengi Baba wa rehema, wasioweza kuhesabika. Lakini Bwana ukipigana vita vile na ukiwashindia Bwana, tazama watakatifu wako Baba wa rehema, nao wameonewa Baba wa rehema na maadui zao ambao ni shetani na wakala wake. Baba, waongoze Baba wa rehema na kuwashindia vita hivyo. Vita Baba wa rehema katika ndoto, vita katika afya, vita katika Baba huduma, vita Baba wa rehema katika karama zao, vita katika biashara zao, vita katika kazi zao. Baba mweza wa yote, uwashindie vita hivyo. Na Baba, kuanzia leo natumia mamlaka Baba wa rehema ya neno lako Baba kuondoa mabaya yote katika maisha yao Baba wa rehema. Madhabahu kwenye ukoo wa baba yake na mama yake, madhabahu ya mizimu Baba na ile miashera yote Baba yaanze kukatika, yaanze kuvunjika madhabahu zote. Majina yao yaliyoandikwa katika yale madhabahu na miashera Baba yapate kuondoka kwa jina la Yesu. Na Baba, malaika wa uso wako aendelee kutenda kazi, akiweka sawa, akiumba tena upya hatua za watakatifu wako. Nami nashukuru jina lako kwa kazi yako njema unaendelea kutenda katika maisha ya watu wako, na katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Nisikie makofi kwa mtu mmoja ambaye ana furaha katika Bwana. Basi ubarikiwe sana. Tutaendelea kesho na story ya Gideoni. Bila shaka tunaona Gideoni alimalizaje, alimaliza vizuri, na je, watoto wake walikuwaje? Na baada yake tutaona, endelea kuona wale waamuzi. Lakini je, wewe si mwamuzi kwa ajili ya kabila lako, kwa ajili ya ukoo wako, kwa ajili ya kijiji chako? Tutaona mbele ya safari tukienda.